Mashabiki wa klabu ya Simba jiandaeni na Simba Day. Yaani Simba Day ya mwaka huu itakuwa ni zaidi ya Simba Day zilizopita. Kuna matukio mengi makubwa yanakuja katika Simba Day ya mwaka huu, na huenda tukio hilo likagusa dunia, watu wakapata hata tukio jingine la kidunia, kwa sababu watu wanasubiri kwanza fainali za kombe la dunia zikimalizika, dunia nzima itakuwa nasubiri jambo moja tu. Jambo hilo ni la Simba Day. Kwa hiyo mashabiki wa klabu ya Simba tujiandae vilivyo sana kwa Simba Day. Simba Day mwaka huu itakuwa iko bora kabisa, yani kuliko Simba Day zote zilizopita. Na Simba Day mwaka huu itakuwa na vitu vingi zaidi, na huenda hata mnyama mwenyewe original akatinga katika uwanja ambao tunafanya Simba Day. Huenda mnyama mwenyewe akatinga katika mnyama original kabisa, namzungumzia Simba. Kama tumeshafanya mawasiliano na utalii, kuna jambo gani atuzuia sisi yani tusimete Simba, tusimete nyati, kwa sababu ni utalii. Simba Day ya mwaka huu jamani, vunjeni kibubu. Yaani Simba Day ya mwaka huu vunja kibubu. Vunja kibubu uende kuona wachezaji wakubwa kabisa. Wachezaji wamecheza Ulaya, wachezaji wamecheza Afrika, wachezaji wametamba. Yaani kuna majina ya wachezaji hatari, mwekezaji kafanya vitu vya hatari sana katika yani kwa mwaka huu. Steve Barker kila alichohitaji kwa mchezaji kapata. Kwa hiyo bwana, Simba Day ya mwaka huu kwanza kabisa tunakwenda Rwanda, tunaenda kufanya kufanya ajabu kule, na lazima tunakuchukua na kombe kabisa huko. Kwa hiyo Simba Day ya mwaka huu kwanza itakuwa ni yani imefunika Simba Day zote zilizopita pale. Yani tutaendelea kutamba sisi tu pale. Simba Day ya mwaka huu, yani Simba Day wa mashabiki wa klabu ya Simba na wasa jamani, vunjeni kibubu, anzeni kuweka kabisa hela yenu, kwa sababu mpaka tarehe naifahamu, lakini siwezi kuitoa tarehe ambayo Simba Day itakayopanga, kwa sababu najua nini, ndakuwa nimeharibu system za uongozi. Lakini tarehe mimi katika kunusa kwangu mimi nafahamu tarehe ya Simba Day. Nafahamu tarehe ya Simba Day na nimechungulia uzi wa mnyama. Una balaa. Jelt Investment kafunika katika uzi wa mwaka huu. Uzi wa mwaka huu kafunika, yani ni uzi yani wa moto wala upoi. Yani wa moto, yani ukivaa yani mtu ukivaa vile yani kama kwa mtu kwa mbali kabisa, rangi ya bahari haijulikani bahari ni bahari wala nini, ama mawingu si mawingu. Uzi una balaa kweli kweli. Uzi una balaa. Toeni order. Diadola hajafanya kazi chafu. Yani Diadola kazi zao zote zinakuwa kazi ngumu. Na ndio maana umeona ukimya umetawala katika nchi ya Tanzania. Ukimya. Sio ukimya tu yani sio ukimya kwa sababu ukimya. Ukimya kwa sababu wanajua kuna tukio kubwa sana linalo kutokea katika nchi ya Tanzania. Wengine wote lazima wawe kimya. Uzi wa mnyama na washaurini uzi wa mnyama. Andaeni hela yenu mapema kabisa hapa. Tinga Simba Day hali ya kuwa na uzi mpya kabisa. Uzi wa mnyama. Safaria nimefanyika balaa kubwa zaidi katika uzi huo. Yaani yoyote anavaa. Hata nyuma mwiko na watagombania kama njugu hapa. Na mimi na Mwasa Alikamo tangaza. Alikamo mlanilo polopo wewe. Wewe mdomo wako kama mkula pilipili, yani pilipili ya kuwasha. Tangaza kama uzi umevuja, si ndo kawaida yako pale, tangaza. Alafu uone yani mabelo kwa mabelo watu watakavyoshambulia. Wewe si ndo kazi yako, tangaza. Lakini uzi umeenda shule. Mimi nimechungulia. Mimi sina wadau wangu, na mimi nimechungulia, maana kabisa huu ni wa moto. Siwezi kuzungumzia jinsi ulivyo, lakini uzi umeenda shule. Uzi wa kiwango kikubwa kabisa, uzi wa mnyama. Na mimi nataka nitinge kuanzia ya nyekundu, ya blue na nyeupe. Yani uzi hizo. Balaa. Yani ni balaa kweli. Hiyo ukivaa tu jezi, yani ukivaa tu jezi, hata ukienda kwenye mlango wa benki wenyewe unafunguka mlango wa benki. Yani ukiingia tu kama kuna sehemu za Visa card sijui yani ukiingia yani ukipita tu na uzi wako milango yote inafunguka pale. Lift zinagoma, lift za majumba zinagoma. Vaa uzi wa mnyama uone kama itagoma pale. Ila scan, vaa uzi wa mnyama kama itagoma lift. Lift si huwa zinagoma, zinajifunga milango. Vaa uzi wa mnyama utaona yenyewe inajacha tap, inaondoka pale. Uzi wa balaa. Nimechungulia. Hatari hiyo. Hatari na nusu, yani ni hatari kweli kweli.
Yaani ni hata safari ndio yani Ujeu Investment kafanya balaa kubwa la huo uzi huo. Yaani huo thamani yake kama ni Uingereza 300,000 400,000. Lakini kwa sababu tu fair play kwa sababu ya Tanzania ndio utakuta 45, kana 45 yako vunja kibubu. Mimi nakwambia vunja kibubu. Ya safari yani mwaka huu safari yani kwenye Simba Day na huo uzi ukiutana huo uzi ukijumlisha atakuwa ni hatari. Itakuwa zaidi hata kombe la dunia. Na huenda Daidai naye nani kaamia kabisa kanani uwanja ambao tunafanya Simba Day. Na naona kila kitu pale. Kuna msanii mkubwa kabisa nguli wa Afrika na ikiwezekana duniani hapa atashuka kwenye Simba Day ya mwaka huu kwa sababu watu wanataka kufanya balaa kubwa zaidi katika Simba Day. Kwanza tumeshapiga watu huko. Singida kwanza tutusamee, tunakusana huko, tuko kwenye kundi moja huko Rwanda Kigali huko. Tulichokufanyia huko nani huko Bongo huko na huko tutaenda kufanyia vile vile. Hatuna undugu na mtu. Tukikutana nje hatuna undugu kabisa kwa sababu wewe ndio nani ndugu yako nani ni mamwiko. Wewe ndugu zako ni mamwiko. Sasa tutakutana huko Singida. Tumepanga kundi moja. Tutaenda kukuonesha show. Tutaenda kuonesha show na wachezaji wa viwango vikubwa kabisa. Kwa sababu kuna majembe yanatoka Ulaya. Kuna majembe yanatoka Ulaya huko. Safari hataki acheki na mtu. Safari hatucheki na mtu, tunashusha vyuma juu ya vyuma. Na ndio maana nakwambia Simba Day mwaka huu jamani usikose. Kama Mwenyezi Mungu atakuweka hai utafika kwenye Simba Day, basi utaje kunieleza kabisa, utaje kuniambia kabisa kama mimi sijasema kitu cha uongo isipokuwa nimezungumza kitu ambacho kiko real kabisa. Kiko reality kabisa. Simba Day hiyo hapo jamani. Simba Day nimeita mara 3 Simba Day. Inaenda kuvunja rekodi ya matamasha yote ya Simba Day. Inaenda kuvunja rekodi la tamasha ambayo amefanya Shakira na Burna Boy katika ufunguzi wa kombe la dunia. Inaenda kuvunja rekodi. Sasa angalia rekodi gani ambayo inaenda kuvunja pale. Kwa hiyo watalii wote macho watakuwa huku. Na huenda hata Shakira mwenyewe akawa macho yake akawa huku. Kwa sababu jinsi watu wanataka kuandaa kazi yani kazi iliyokuwa kubwa ya Simba Day. Na ndio maana umeona ndugu zetu wako kimya kabisa kwa sababu ukimya kwanza msingi umekata, hela imekata, maneno yamekata. Uweze kuongea maneno ukakutana yani ukaongea maneno ambayo yakaenda sana mjini. Wakati kuna jambo linataka kuja mbele yako yani jambo la Simba Day na uzinduzi wa jezi. Ndio maana umeona kimya, midomo yote imefungwa. Midomo imefungwa hana pa kusemea. Wanatafuta siku kwenda Mkulanga kwenda kutengeneza nani mambo yao, sisi tunawaachia huko mambo yao. Simba Day hiyo hapo. Na tukitoka na kombe Kagame huko kituo cha kwanza kama kawaida yetu tutapita pale Jangwani kuwasalimia jamaa zetu. Yaani tutawasalimia. Tutakuja kuwasalimia ndugu zetu. Na ndio maana tunaenda Rwanda huko kiubabe kabisa. Tarehe 19 wachezaji wote wanashuka katika ardhi ya Tanzania tarehe 19. Walipewa siku 19. Kwa hiyo tarehe 19 majembe yanaanza kushuka pale. Kuanzia tarehe 20, 21, 22, 23. Sikiliza vitu vinavyoweza kutangazwa, vyuma vinavyoweza kutangazwa hivi vyuma hivi. Kuna bahari itakauka, kuna joto litapanda, wifi ya nchi itazimika, umeme unaweza kazimika karibu hata wiki nzima. Kwa hiyo wenye nguo zao wapige pasi mapema zaidi kabla Ahmed Ally hajaanza kushusha watu. Narudia tena, wenye nguo zao za kupiga pasi kipindi hicho, tukishaanza kushusha vitu, yakianza kutaja majina pale, umeme utaanza kuwa yani unakatika tu ovyo. Network haipatikane, joto linapanda. Kuna watu yani hatari. Yani nilitaka kutaja majina lakini naona kama yani nimezuia kwanza nisubiri kidogo tu. Ndugu zetu huko Ivory Coast wametimuliwa huko. Wanataka kwenda Ivory Coast kwenda kumchukua nani sijui huko. Hakuna kitu. Wamepoint sehemu gani? Hakuna kitu. Kila sehemu wanakokwenda kula watu wanasema nyinyi lipeni madeni ya FIFA kwanza. Unataka kunisajili mimi, lipa deni la FIFA na sasa unadaiwa FIFA wewe. Nyinyi watu wa FIFA nyinyi mnadaiwa. Kwa hiyo wale wanadanganya watu kasema kama kina Bala Conte bado ataendelea kuwa mchezaji wa Yanga, hawana uwezo wa kuvunja mikataba na wachezaji wao. Hana uwezo. Buba Jamel. Naye yule ataendelea kubakia pale kwa sababu unamvunjia mkataba kwa lipi? Kaingia dirisha dogo. Unamvunjia mkataba kwa lipi? Hamna uwezo wa kuvunja mikataba. Kwa hiyo tulieni na mabomu yenu mpaka alipukieni. Tulieni na mabomu yenu mpaka alipukieni. Mmedangazwa kuhusu uwanja pale. Pale pana uwanja pale.
kuna kichaka tu cha nani, kuna kichaka tu, kuna uwanja pale mlipiwa yani mliambia ni siku 2 tu. Watu wa Yanga mkeni, mainfluencer wa Yanga msio enda wazimu. Yani msio kila kitu ewala. Angalia kama sisi hapa. Sisi viongozi wakijichanganya pale, wakienda ovyo tunarudisha kwenye mstari kwa maneno yetu. Lakini nyinyi hapo mnadanganywa, mnaenda kuwadanganya na watu wengine. Watu wakisema ukweli, mainfluencer wengine wakisema ukweli, mnawachukia, mnawatishia kuwafanyia vurugu. Acheni pale, hapana uwanja, pale pana jalala. Na ndio maana sasa ukitoka Kagame na kombe letu black ya kwanza tunaenda kusalimia pale. Kama kawaida yetu. Kama kawaida tukitoka Kagame tu Kagame tumeshatia timu yetu pale na kombe letu pale. Black ya kwanza uwanja ndege, black ya kwanza tunafika pale, ndio tunafika klabuni kwenda kuweka kombe letu, lakini lazima tupite pale tuwasalimieni. Pale penye nani pale, penye majani pale, penye poli pale. Pale hapana uwanja pale. Ile ni poli tu. Unaweza kafuga tangu nani ng'ombe pale, wakakaa ukatengeneza zizi lako la ng'ombe safi kabisa. Na ukapata hela kibao tu pale. Kalima mpunga pale ukiwa na patila lako pale unalima mpunga pale, unapata tani na matani ya mchele pale. Jamani, kilimo kwanza, tukodisheni mashamba. Sisi tunahangaika kupata mashamba jamani, tukodisheni mashamba. Mimi mwenyewe nataka nianze kulima kilimo cha mpunga. Nimeshajaribu huko Mbeya huko, nimeona kinalipa. Kwa hiyo nipeni pale, nilime mpunga pale, uende mkapata hata mamilioni ya pesa, hata mabilioni pale mnaweka pale. Kwa sababu kuna eka nyingi zaidi ya eka 20 ziko pale. Ukilima mpunga wako pale unapata pale. Pale hapana uwanja mpira pale, mnadanganyana tu, lakini pale pana kilimo kwanza. Pale kilimo kwanza, tukodisheni mashamba, tuwekeze pale, sisi tulime mpunga pale. Basi. Na nikilima pale mpunga hata kalima nikaisha Dar es Salaam nzima pale. Pale mnapoona. Nikilima tu mpunga Dar es Salaam nzima nalisha pale. Na ndio maana msidanganya hata kama pale pana uwanja, pale hapana uwanja. Shughulikeni na masuala ya kulipa madeni. Na ndio maana wachezaji tunasajili kimya. Nani kama mbona usajili kimya? Wewe siko kila mara nani matarumbeta kibao tu, kelele kibao tu. Kila time matarumbeta ndio watu wakisajili wakitaka kwenda huko na huko. Nataka kwenda huko. Mmeishiwa, mzigo umekata, hamna hela, hamna hata sentano. Na bado tutawashoneni kweli sana safari katika usajili. Na ndio basi mmenyamaza kimya. Haturushi watu. Kimya watu tuko tunafanya sisi. Tumeshasajili wachezaji wote ambao tunawahitaji sisi, tumeshawasajili wote. Sasa mmebakia nyinyi pale. Nyinyi mko mnafuata nyama, mnaangalia. Hawa watadondokea wapi? Hawa wataenda wapi? Hawa wataenda Civil Coast, wataenda wapi? Safari tumesajili mapema. Kuogopa kelele zenu. Tumesajili mapema, tunawasubiri nyinyi sasa mwanzo kwenda kuokota pale. Tunavunja mikataba. Wewe unaweza kuvunja mkataba wewe? Wewe ni mtu wa kuvunja mkataba? Nyuma mwiko mnaweza mkavunja mkataba wa mchezaji? Free agent tu. Free agent ndio mnachukua pale wachezaji wa mikopo kibao. Kama Azam nilikuwa najua labda huyu Jafet Kitambala bora kama alimsajili, kumbe wa mkopo tu. Na sisi tunapita naye vile vile huyo Gift tunapita naye vile vile. Na mtamuona mwakani hapa. Yesu mkama mtumii. Sisi tunamtumia vizuri zaidi. Kuna viungo hapa Kaletso Makwala pale, kuna Libase Gueye pale. Tatapika mtu damu mwaka huu. Atatapika mtu damu mwaka huu. Elia Pazu Kibisawala, force namba 9. Ukienda kwenye kombe la shirikisho unamkuta golini kuna Hussein Abeli, fullback namba 2 Duchu, fullback namba 3 Anthony Mligo. Halfback 4 unamkuta Mbegu, center back Vedaste Masinde. Halfback namba 6 unamkuta huyu Jerry Nation. Namba 7 unamkuta na Bakari Msimu. Namba 8 unamkuta Hussein Abeli Hussein Daudi Semfukwe. Center 4 unamkuta Morris Abraham. Nambari 10 unakuta Suleiman Mwalimu, 11 utajaza mwenyewe hapo. 11 kuna kimeleka kingine tena kiko pale. Bashir Ibaila yuko pale. Unatoka wewe? Hiyo list inakutajia unatoka? Wewe? Utoki. Sasa kwenye maklabu bingwa yenyewe pale tunatia mashine za maana kuliko nikisema nizitaji hapa. Hii simu yangu inaenda kupasuka. Nikisema nitaje hao wachezaji au simu inaenda kupasuka, naogopa simu kwa sababu simu ya gharama
itapasuka. Nikisema nataja wachezaji, nimekutajia kikosi hicho tu, utachomoka hapo hapo, unachomoka nyuma mwiko, unachomoka. Kwa hiyo wa mashabiki wa klabu ya Simba, ni mapende dondoo tu, lakini kaeni mkao wa kula. Simba Day ya mwaka huu ni funga kazi. Simba Day ya mwaka huu ni hatari kweli kweli. Mwekezaji anataka kufanya balaa kubwa sana katika Simba Day. Mwekezaji anataka kuionyesha dunia kwamba Simba Day, Simba Day, Simba Day, Simba Day inakamata dunia yote. Hata kama bingwa wa kombe la dunia hatapata sherehe yake itakuwa muda mchache sana. Ikishafika tangazo la Simba Day tarehe fulani, basi ni hatari kweli kweli hapo. Watu wanatoka Ujerumani, watu wanatoka Ufaransa, watu wanatoka yaani kujipoza machungu yao kutoka kwenye kombe la dunia. Watu wanataka Simba Day ndio iwapoze machungu yao. Na utakuta Ufaransa wako pale, Waingereza wako pale, Wajerumani wako pale, Wamisri wako pale, Wairani wako pale. Wengi tu kwenye Simba Day. Wa Oman, Saudi Arabia. Kibao wote tajazana hapa leo. Yaani hoteli zitajaa, yaani hoteli zitakuisha kwa sababu ya tukio la Simba Day. Na El Flantino makao akasema kabisa lazima tumwekee na yeye siti yake, anakuja. Musepe anakuja kwenye Simba Day. Sasa fikiria kuna kitu gani kinaenda kutengenezwa? Kitu gani? Na ndio maana tunataka hawa nani watalii. Hii hapa wizara ya utalii hapa iandae mabango mengi zaidi ya kutangaza utalii, kwa sababu hiyo Simba Day hiyo kwamba dunia nzima inashikwa, inaenda kushikwa na kuwa kijiji. Kama dunia ilivyoshikwa kwenye kombe la dunia, basi dunia inaenda kushikwa kwenye Simba Day ya mwaka huu hapa. Watu watasahau ya kombe la dunia, wataelezea mambo ya Simba Day, kwa sababu tumejipanga, kuna mambo makubwa yanakuja, kuna surprise nyingi sana zinakuja. Achana wachezaji kwanza hiyo timu yenyewe inaoja kucheza na klabu ya Simba hiyo itapata ita advance katika nini? Yaani katika maendeleo, kwa sababu dunia itawatambua. Kama walikuwa wajulikane kama ni timu fulani, basi dunia nzima itawatambua kama wanacheza na timu fulani. Waje na Dipiko wanakuja. Sasa wewe nani? Wewe ubaki Mbagala, wewe nani kwenye Simba Day? Je, na Dipiko wanakuja. Wewe ubaki na nini? Wewe ubaki nani? Na uende akaja na mke wake vile Bishakila. Wewe umebaki Mbagala tu. Unataka tiketi ya bure kama ndugu zetu ya nini na nyuma mwiko. Tiketi mwaka huu Simba Day bila 20,000 uende kuiona Simba Day. Thamani ya brand ya thamani. Yaani thamani ilivyopanda klabu ya Simba. Bila 20,000 kwenye Simba Day uweze kwenda kuiona. Tiketi tu peke yake. Na sisi tunataka siku wanapotangaza nani kiingilio pale. Tiketi. Mimi nataka nichukue tiketi za watu 10 wadau wangu hapa. Mimi nataka nifanyie 30,000. Nataka nifanyie 30,000. Sio 7,700. Mimi nataka special for me 30,000 nataka. Kwa sababu thamani ya Simba uweze kwenda kuiona kwa shilingi 7,000 hata siku moja wewe. Thamani ya Simba haioni kwa shilingi 5,000. Thamani ya Simba haiwezi kwenda bure. Thamani ya Simba, sisi tuna thamani kubwa. Sisi ndio tunaipandisha nchi katika masuala ya nini? Katika masuala ya michezo. Ukisikia watu wanatajwa huko nani, yani Tanzania inatajwa kule, basi ujue Simba ndio yani Simba ndio imesababisha watu wataje. Kwa hiyo lazima tupandishe thamani. Sisi tusibaki kwenye mwaka 47, na ndio maana tumesababisha amekuwa kimya. Na ataendelea kuwa kimya. Hatutapa nafasi ya kuzungumza, yani safari hampati nafasi ya kuzungumza, mtakaa kimya hivyo. Ikija jezi ni moto, ikija Simba Day ni moto. Tarehe 12 moto, ligi ikianza ni moto tu. Moto jua moto, moto jua moto, moto jua moto. Mtatafuta pa kukimbilia. Kama Azamu walivyosema kama wanataka kimbia Zanzibar, na nyinyi mtatafuta pa sehemu ya kukimbilia kama mtaenda Zanzibar. Simba Day. Watu waandae kabisa mishiko yao. Ndani ya Simba Day watu waandae mishiko yao, kwa sababu muda wote tarehe inatajwa, na muda wote tiketi zitaanza kuuzwa, na muda wote mambo yataanza kunoga kwenye Simba Day. Uzi ni moto jamani. Uzi wa Simba ni moto, asikudanganye mtu. Kama utakosa uzi wa Simba hapo, yani wewe sio mwana Simba. Uzi wa Simba ni wa moto. Mimi kuna rafiki yangu ambaye rafiki yangu kabisa kashaotoa order pieces zaidi ya 2,000. Na kuna watu tayari wameshampa order. Pisi 2,000 rafiki yangu kabisa kashatoa orders. Wewe unabaki wapi hapo? Mwaipa ya uji.